Movie inaanza kwa kutuonyesha mwamba mmoja akiwa ameshika jambia. Leo hii mwamba huyu alikuwa akifanya mauaji maeneo haya. Sasa wakati mwamba anatimiza jambo hilo, yuko mdada mmoja na mwamba mmoja, wao walimuona huyo pa mwamba, na kisha baada ya hapo kwa hofu wakakimbia. Tunarejeshwa nyuma kidogo kabla hilo tukio kuweza kutokea. Kwenye hichi kijiji watu hao walikuwa wakiishi kwa amani na upendo, lakini ghafla wavamizi wakavamia eneo hilo na kisha wakakusanywa kijiji kizima na kuwekwa mahali hapa pamoja. Kisha jamaa ambaye ni kiongozi wa wavamizi hawa akasogea na akaongea na wanakijiji, nimekuja kutafuta Max mlioificha kijijini kwenu, na wote mnafahamu ya kwamba kitu hichi tumekuwa tukikitafuta kwa muda mrefu na ni hazina kubwa sana kwetu. Sasa huyu kiongozi wa kijiji akamwambia mwamba kuwa wanachokitafuta akipo. Mwamba akasema ya kwamba nimekuja kwa amani, hivyo basi naombeni mnipatie hiyo Max ya damu kabla sijasababisha shida. Sasa huyu mwenyekiti akaendelea kwa kusema ya kwamba hiyo Max hawana, kwani wapo watu walivamia na kuchukua Max hiyo. Sasa wakati yote yanaendelea, kuna hawa wapenzi wawili, wao kutoka kwao ndio kuliwasaidia kutokuingia katika mikono ya hawa jamaa ambao ni wavamizi. Sasa walipofika katika hichi kijiji, walifanikiwa kuona wenzao wakiwa wamewekwa mtukati, na watu hawa wakabidi kuweza kujificha katika maeneo haya. Sasa kwa wakati huo, huyu kiongozi wa wavamizi akaona maelezo yanayotoka kwa mwenyekiti hayatoshi kabisa, hivyo basi akabidi kuweza kuamuru vijana wake waweze kuwachukua watu kadhaa na wapunguze. Vijakazi wake wakanyanyua majambia namna hiyo na kisha wakawashusha watu kadhaa kwenye hicho kijiji. Sasa wakati watu hawa wanatekeleza jambo hilo, hofu ikiendelea kutanda kwa mwenyekiti kuona watu wake wanapungua. Wamama nao pia wakadakia hapa kwa hofu kwamba wapeni wanachokihitaji, hatukubali kuweza kufa katika maeneo haya. Lakini hawa washikaji hawakutaka kabisa kuweza kuelewa, wao walikuwa wakiitaka hiyo Max ya damu. Hivi basi mwenyekiti akabidi kuweza kuambia ya kwamba nitawapa, hebu acheni kuwapunguza watu wangu. Bwana huyu kiongozi wa wavamizi mwisho siku akasikika tena akisema ya kwamba hiyo nimefanya tu kama trailer, lakini nitaendelea kufanya hivyo endapo mtakataa kabisa kuweza kunipa hii Max ya damu. Sasa haikuishia hapo tu, mwamba akabidi kuweza kushuka chini na kumchukua mdada mmoja, kisha akamweka vizuri na kumwekea jambia katika upande wa shingo. Mwenyekiti mara baada ya kuweza kuona hivi akapata hofu na kusema ya kwamba tafadhalini, nitawapa kila kitu mnachokihitaji. Kinachotokea hapa ni kwamba mwenyekiti aliamua kuweza kutia huruma ili kusudi watu wake waweze kuachiwa, kwa sababu mpaka kufikia wakati huu wanakijiji kadhaa walikuwa tayari wameshaangushwa hapa chini kwa mapanga. Mwenyekiti akabidi kuweza kuongoza njia na moja kwa moja kwenda kuichukua hiyo Max ambao watu hawa walikuwa wakiitaka mitaa hii. Hofu inaendelea kutanda sana kwa wanakijiji hapa, lakini wavamizi hawataki kabisa kuelewa, wao walikuwa wakihitaji Max tu. Kisha mwenyekiti huyu akawaambia ya kwamba nimeshawakabidhi kila kitu, hivyo basi naomba uniachie watu wangu wakiwa salama. Mchizi mara baada ya kuweza kukagua na kugundua ya kwamba hii Max ni kweli ndio wenyewe walikuwa wakiitafuta, mwamba akasema ya kwamba niliahidi mimi sitaua mtu yoyote katika mazingira haya, lakini sikuahidi kama vijana wangu hawatatekeleza kitu hicho. Sasa huyu mwamba akageuka na kuwapa amri vijana wake ya kwamba wawamalize watu hawa kwenye hichi kijiji. Sasa wakati haya yote akiwa yanaendelea, huyu mtu na mpenzi wake walikuwa wakiyatazama katika maeneo haya. Basi bwana, dakika kadhaa watu hawa wakabidi kuweza kuwashusha watu hawa kwa majambia mengi sana, yaani walitoka watu wengi sana katika kijiji hichi, walipungua ile mbaya. Sasa huyu mtu na mpenzi wake upande huu walikuwa wakishuhudia mambo haya. Hofu inaendelea kutanda kwa huyu mtu na mpenzi wake. Sasa mwenyekiti wa kijiji alianza kulia na kugundua ya kwamba watu wote wameondoka, amebaki peke yake kwenye hichi hapa kijiji mara baada ya watu hawa kuweza kuwamaliza. Sasa watu hawa walimaliza watu wote kabisa, wakabakisha mwenyekiti wa kijiji na kisha wakaanza kucheka katika mitaa hii. Sasa huyu mwenyekiti akawa analia sana kwa hasira na kisha akabidi kuweza kumuuliza huyu kiongozi ya kwamba mmefanya nini? Mbona umetoka nje na makubaliano yetu? Kisha mwamba akabidi kuweza kusema ya kwamba kwa hichi ambacho mmekifanya mtalipa. Kisha huyu mwenyekiti wa kijiji akasema ya kwamba naweka laana kwenye hicho kinyago, na kisha akasema ya kwamba hiyo Max italeta laana kubwa sana kwa mtu yote atakayemiliki na kukishika. Licha ya kwamba hiyo Max ilionekana kuwa ni nzuri sana, lakini ninaiwekea laana kabisa. Na kisha mwenyekiti wa kijiji akasema ya kwamba nitahakikisha hiyo Max inaleta matatizo makubwa mpaka pale mtu kutoka kwenye damu ya ukoo wangu atakapokuja na kuishika. Sasa huyu mwenyekiti akarudia sana kuitamka laana hiyo na kukazia kwamba mpaka pale mtu kutoka kwenye damu yake atakapokuja kuigusa hiyo Max ndio ambapo itaacha kabisa kuweza kuleta madhara, akiwa na maanisha ya kwamba isipokuwa yeye, basi mtu yote kutoka kwenye ukoo wake atakapokuja kuigusa, basi hiyo Max ndio ambapo itatulia, lakini la sivyo itakuwa ni ngumu sana kwa hiyo Max kuweza kutulia, kuweza kuleta matatizo kwa mtu yote atakayeigusa. Sasa kwa wakati huu yule mdada ambaye yuko amejificha pamoja na mwamba akashindwa kabisa kuweza kuvumilia. Mwisho siku akatoa mlio na kisha watu hawa wakasikia
kushtukia kumbe kuna watu walikuwa wamejificha. Hivyo basi akabidi kuweza kuamuru watu kadhaa kuweza kuwakimbilia watu wao na kisha wakamate na walete katika maeneo haya. Sasa haikupita muda, mwamba naye pia akageuka na kisha akageuka na jambia na kumkita mwenyekiti wa kijiji kwenye tumbo kabisa, na kisha mwenyekiti wa kijiji anashuka namna hiyo, na ndio unakuwa mwisho wa maisha yake. Basi bwana mwamba mara baada ya kuweza kumshusha mwenyekiti namna hiyo akacheka kwa furaha, na ni furaha ni kwamba ametimiza misheni yake kuweza kuipata hii max ya damu. Sasa huyu mshikaji akabidi kuweza kukichukua hichi hapa kinyago akiwa na furaha ile mbaya, na kisha akakivaa usoni. Sasa wakati anakivaa usoni akaanza kutetemeka mpaka walinzi wake wakaanza kushangaa kitu ambacho kinamtokea mkuu wao katika maeneo haya. Sasa hii movie inaitwa Screw Tip. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipaso Njeyara. Sasa tunaambiwa kwamba tukio hili lilifanyika mwaka 1924, lakini sasa ni mwaka 2024. Ni miaka takriban 100 imepita toka tukio lile kuweza kutokea. Sasa tunatupwa kwenye hii hapa shule ambapo tunamuona kuna huyo hapa mwalimu akiwa anasubiri wanafunzi wake hapa. Sasa hawa wanafunzi leo hii wanaonekana ya kwamba walikuwa na trip ya kwenda sehemu fulani hivi kwenda kutembea. Basi mwalimu akabidi kuweza kuwakusanya watu wote hawa na kisha akawaingiza kwenye gari. Sasa hawa wanafunzi wakapanda zao kwenye gari na safari ikaanza. Sasa wanafunzi hawa walikuwa wamepoa ile mbaya, lakini kuna huyo hapa mwamba wa kuitwa Joseph. Yeye alinyanyuka na kumshtua bidada mmoja wa kuitwa Judo, na kisha akabidi kuweza kumwamsha na kumwambia kwamba Judo, tafadhali hebu nisikilize nikwambie nilichokiota. Lakini Judo akabidi kuweza kumwambia ya kwamba hebu tulia bwana Joseph, achana kabisa na hizo ndoto zako bwana Joseph. Na kwa kuwa Judo alikuwa amechoka sana, hivyo basi akabidi kuweza kumwambia mwamba kuitwa Joseph apumzike na yeye amwache apumzike zake. Sasa upande wa pili kulikuwa kuna mwanafunzi mwingine ambaye alikuwa amekaa na Joseph. Mara baada ya kuweza kuona mwamba kuitwa Joseph anaforce sana kwa bidada kuitwa Judo, lakini Judo hataki kabisa kumuelewa. Hivyo basi akabidi kuweza kumshtua na kumwambia kwamba hiyo ndoto ni hadithi mimi. Mchizi anasema ya kwamba kabla ya kufika kwenye hiyo safari ambapo wanakwenda kutalii, ameota gari lao linapata ajali. Sasa watu hawa wakaanza kumuuliza Joseph ya kwamba hiyo ajali unaoisemea wewe tutaipata maeneo gani? Na bidada kuitwa Judo akabidi kuweza kumwambia mwamba kuitwa Joseph atazame dirishani. Sasa huyu jamaa kuitwa Joseph anabidi kuweza kuangalia dirishani. Hapa ndipo ambapo anagundua ya kwamba wameshafika zamani kabisa katika hicho kituo ambacho walipanga kuja kutalii. Hivyo basi mwamba kuitwa Joseph anashikwa na aibu. Nakumbuka ya kwamba mwamba alitabiri ajali na ajali yoyote haijatokea. Asi bwana wanafunzi wakafika wakashuka. Mwalimu akabidi kuweza kutoa matangazo na kisha akawaambia kwamba hakikisheni mnatunza heshima ya chuo, lakini pia mnajiheshimu huko mnapokwenda. Sikilizeni maelezo, sikilizeni kila kitu ambacho mtapewa huko. Hivyo basi akabidi kuweza kuambia kwamba wasifanye kitu chochote ambacho kitavunja heshima ya chuo. So wakati anatoa maelezo, mara ghafla simu ya mwalimu ikaita. Hivyo basi mwalimu akabidi kuweza kuchomoka maeneo hayo na kwenda kuzungumza na simu yake pembeni. Sasa hapa kuna vijana wawili waliweza kuchomoka nao wakajitenga pembeni. Sasa huyu mwamba mmoja anaitwa Silas na huyu jamaa mwingine jina lake anaitwa Barnaba. Sasa huyu Silas analeta mpango mzima kwa mshikaji wa kuitwa Barnaba. Sasa hapa huyu mshikaji anamwambia ya kwamba mpaka wanatoka sehemu hii wahakikisha kwamba wanatoka hata na kitu chochote, kwani vitu vya hapa vinaonekana ya kwamba vina thamani sana licha ya kwamba ni vitu fulani hivi vya zamani. Mchizi akabidi kuweza kumwambia ya kwamba ikiwa tukaacha bila kuchukua kitu chochote ni kwamba tumeamua wenyewe kuwa maskini. Hivi basi tujitathmini na kuangalia namna ambayo tunaweza tukachukua kitu chochote kutoka hapa. Barnaba akawa anamuuliza Silas ya kwamba unataka tuibe? Mchizi akabidi kuweza kumwambia kwamba hakuna namna nyingine zaidi ya kufanya hivyo. Basi bwana mshawishi akafanikiwa kumshawishi mwenzie na kisha watu hao wakabidi kuweza kupanga mpango wao. Sasa huyu teacher mara baada ya kuweza kumaliza kuongea na simu akamuita bidada wa kuitwa Judo na kisha akabidi kuweza kumwambia kwamba nimepokea simu kutoka nyumbani kwako, kuna matatizo yametokea, hivi basi unapaswa kuweza kurudi zako nyumbani. Mwamba kuitwa Joseph naye pia mara baada ya kuweza kusikia taarifa hii kutoka kwa mwalimu akabidi kuweza kumfuata mwalimu na kumwambia kwamba unajua teacher, hii safari itakuwa ya kinyonge sana, anabidi aweze kuvumilia na ataenda siku nyingine bwana. Teacher akabidi kuweza kumwambia Joseph ya kwamba sijakuita, hivyo ondoka, haya tunayozungumza hayakuhusu. Basi bwana Judo ndio hivyo akawaaga wanafunzi wenzake na kisha akamkumbatia mwamba wa kuitwa Joseph. Sasa wawili hawa inaonyesha wazi ya kwamba wako kwenye mahusiano. Basi ndio hivyo bidada wa kuitwa Judo akabidi kuweza kupanda zake kwenye basi ili kusudi kuweza kwenda zake nyumbani mara baada ya kuweza kupigiwa simu ya kwamba kuna matatizo home. Basi bwana wakabidi kuweza kusogea maeneo haya na kisha msimamizi wa maeneo haya akabidi kuweza kuwapokea hawa wanafunzi. Basi bwana akapokewa na bidada mmoja wa kuitwa Miss Brown. Hivyo basi Miss Brown akabidi kuweza kuambia kwamba kabla ya yote mnapaswa kuweza kujua ya kwamba hapa ni museums, ndipo ambapo panahifadhi kumbukumbu za vitu vya kale na vitu vya zamani vilivyopita. Na kisha akabidi kuweza kuwatajia jina la museums ambayo inaitwa Heritage Museums. Na kisha akabidi kuweza kuwaambia wanafunzi ya kwamba hapa sisi tumebeba vitu vya kisanaa pamoja na vitu vya kiutamaduni. Basi bwana Miss Brown akabidi kuweza kuambia
kwamba natumaini watu wote mtaenjoy. Hivyo basi akabidi kuweza kuwakaribisha ndani, huku teacher akiwa anatoa maelekezo kumsaidia Miss Brown. Sasa wakati wenzao wakiwa wameingia ndani, mwamba kuitwa Barnaba pamoja na mwenzake kuitwa Silas walikuwa wamekaa nyuma. Sasa wakati huu mwamba kuitwa Barnaba yeye alimuona kuna mtu ambaye ni mbibi amekaa katika mitaa hii. Kisha basi akabidi kuweza kumshtua mwenzie na kumwambia kwamba, "Oya Silas, hivi umemwona yule bibi pale?" Mwamba kuitwa Silas naye pia anasema ya kwamba mimi mbona sioni chochote ati. Sasa kinachotokea hapa, mwamba kuitwa Barnaba yeye anamuona huyo bibi, lakini Silas hamuoni kabisa huyo bibi. Sasa huyu teacher akawaona Barnaba na Silas wakiwa wamekaa nyuma. Hivyo basi akabidi kuweza kuwaita na kuambia kwamba vipi mnataka kutoroka? Sasa watu hao wakaacha kufocus na huyu bibi na kisha wakabidi kuweza kuwafuata wenzao. Basi bwana Miss Brown akabidi kuweza kuwatembeza kila maeneo katika hiyo museums. Walipofika hapa, Miss Brown alibidi kuweza kuambia kwamba eneo hili limebeba historia ya mshikaji mmoja wa kuitwa Oba. Na kisha akabidi kuweza kuambia kwamba picha hizi ni za wake zake ambao mwamba alikuwa akiwamiliki. Walikuwa ni 5. Na kisha akabidi kuweza kuelezea juu ya hii hapa calabash ambayo ilikuwa ikitumika na watu kwa ajili ya kuweza kubebea maji pamoja na vitu vingine. Sasa huyu Miss Brown alipomaliza kuelezea hapa, akatoka moja kwa moja na kisha akaelekea mpaka sehemu ambapo walitunza vinyago. Miss Brown akawaambia kwamba kama mnavyoona ile eneo limebeba vinyago vingi sana. Sasa kwa wakati huo mwamba kuitwa Silas pamoja na mwanae kuitwa Barnaba muda wote walikuwa wakinongonezana hapa juu ya mpango wao ambao waliupanga hapo awali. Sasa akaibuka mwamba mmoja wa kuitwa Daniel. Huyu mwamba kuitwa Daniel akasema kwamba hivi vinyago ni vinyago ambavyo vinaonekana kwamba vinabeba uchawi. Sasa huyu mwamba kuitwa Daniel akasema ya kwamba kulikuwa kuna haja gani ya kuleta hivi vinyago vya kichawi katika mitaa hii hapa. Na kisha akasema kwamba historia hii nimeipata kutoka kwa babu yangu ambaye alinieleza juu ya nguvu za kichawi kutoka katika hivi vinyago ambavyo nyinyi mmevihifadhi. Sasa huyu Miss Brown akamkatisha Daniel na kisha akamwambia kwamba kulikuwa hakuna haja ya kuweza kuzungumza maneno yote hayo kwenye hivi vinyago, na hichi ulichokisema kinaashiria wazi ya kwamba uko na imani ya kishirikina. Na kisha akamwambia kwamba hivi vitu vinabeba historia tu na wala si hivyo ambavyo wewe unasema. Teacher alipoona ya kwamba mzozo unaendelea kuwa mkali, basi bwana teacher akabidi kuweza kuyakatisha maongezi haya, na mwalimu akawaambia kwamba wanapaswa kuweza kwenda sehemu nyingine, kwa hapo imetosha. Sasa huyu Miss Brown akawapeleka moja kwa moja mpaka sehemu ambapo wanahifadhi samaki. Mwamba kuitwa Silas pamoja na Barnaba muda wote wanajadiliana tu hapa juu ya kuweza kutekeleza mpango wao. Sasa hapa swali likawa ni moja tu, ni kitu gani ambacho wao watakichukua. Sasa kwa wakati huu mwalimu nao pia akawaona, akawaambia kwamba wanapaswa kuweza kurudi kwa wenzao na kuungana nao kwa pamoja. Waliposogea hapa wakamkuta Miss Brown akiwa anaelezea juu ya huu samaki wa kichawi na kusema kwamba huu samaki ameishi zaidi ya miaka 1000 na anasema kwamba toka miaka ya nyuma huyu samaki aliletwa hapa. Sasa mwamba kuitwa Daniel akanyanyuka tena na kisha akasema kwamba huyu samaki aliibwa katika mito ya miungu. Miss Brown akasema kwamba Daniel, nimeshakwambia kwamba uachane na imani za kishirikina. Sasa madam, ni imani gani za kishirikina? Na wewe mwenyewe umesema ya kwamba huyu samaki ni wa kichawi. Sasa kama huyu samaki wa kichawi, mimi tena ndo na imani ya kishirikina madam. Sasa huyu madam akabidi kwanza kujitetea na kusema ya kwamba nilichomaanisha ni kwamba huyu samaki akuibwa bali alichukuliwa. Mwamba kuitwa Daniel akacheka sana na kisha akamwambia kwamba hivi unanidanganya, huyu samaki hakuchukuliwa bali aliibwa. Mwalimu akabidi kwanza kuingilia kati hapa, Daniel hebu acha bwana. Sasa huyu mwalimu akamwambia Miss Brown ya kwamba wanapaswa kuweza kwenda kupumzika kwa sasa. Na kisha huyu mwalimu akafurahi sana mara baada ya kuweza kuokolewa kwa haya mambo ambayo alikuwa akizungumza kwa mwamba kuitwa Daniel. Hivyo basi watu wote wakawa wameruhusiwa kwenda mapumziko, lakini mwamba kuitwa Silas na Barnaba wakawa wanahisi ya kwamba huyu samaki huenda akawa na gharama. Sasa wakawa wanapanga mission ya kutaka kuweza kumuiba, lakini huyu mwalimu akabidi kuweza kumwambia kwamba wanapaswa kuweza kuwafuata wenzao wanapokwenda, kwani alikuwa karibu na wao. Sasa wakati wa mapumziko kuna huyo hapo mwamba alikuwa amekaa na bidada mmoja, na kisha mwamba akabidi kuweza kumwambia kwamba ikiwa amepata likizo mshikaji atamchukua huyu bidada na kisha atampeleka Paris. Mwamba alikuwa anampiga mistari mizito huyu hapa bidada, lakini kwa wakati huu kuna bidada mmoja alikuwa akiwasikiliza hapa. Bidada jina lake anaitwa Sharon. Sasa watu wote hawa wanaonekana ya kwamba wametoka katika familia za kishua. Sasa hawa watu wakawa wanajadili na huyu bidada akawa na wasiwasi sana ni namna gani ambavyo wataweza kuondoka na huyu hapa mshikaji. Sasa mshikaji akabidi kuweza kumwambia kwamba wataaga kama wanakwenda kwenye trip ya kishule kisha wao wataishia zao Paris. Sasa huyu bidada kuitwa Sharon akageuka na kuambia kwamba nimesikia kila kitu, hivi basi nitakwenda kusema kwa mwalimu. Watu hao akabidi kuweza kumwambia kwamba kwani Sharon wewe haya na kuhusu nini? Sharon akasema kwamba yananihusu, na kwa nini mtumie jina la shule kwa ajili ya kuweza kufanya upumbavu wenu? Wakamtia mkwala mzito, lakini Sharon akasema kwamba yeye hawezi kutishika kabisa na huo mkwala, atamwambia kila mtu juu ya huu mpango wao ambao wao wanaupanga. Na hapa akasema
akasema ya kwamba atamwambia mwalimu, atamwambia mkuu wa chuo, na kisha ataenda moja kwa moja mpaka kwa wazazi wao kwenda kuzungumza hichi ambacho wawili hao wanakipanga. Kisha Sharon akaondoka akiwaacha watu hao wakiwa wanajiuliza mara nyingi hapa. Sharon naye pia kama kawaida friji lake aligandishi, anafika kwa huyu hapa shosti yake, anamwambia ya kwamba na imani ya kwamba una kifua kizuri sana cha kuweza kutunza siri. Hivyo basi akabidi kuweza kumwambia kwamba nataka kukupa umbea kati ya Sofia pamoja na mwamba wa kuitwa Emmanuel. Sasa hao watu wanaojifanya ndege wapenda nao. Sasa huyu dada akamstopisha na kumwambia kwamba sihitaji kabisa umbea wako ambao unaniletea. Sasa wakati hawa watu wapo kwenye mapumziko, tunamuona Miss Brown akiwa anaingia katika mitaa hii hapa, na kisha akawastua watu hawa. Tunamuona mwamba mmoja naye pia akiwa anatoka kwenye hilo gate ambalo alikuwa ametoka Miss Brown. Basi bwana, watu hao wote wakakusanyika katika mtaa huu hapa. Mchizi akasema ya kwamba kwa jina naitwa Mheshimiwa Koku, mimi ndio mkurugenzi mkuu wa hii museums hapa. Kitu pekee ambacho kimesababisha mimi niwaite hapa, kuna kitu kimepotea hapa, na hii inamaanisha kwamba Barnaba pamoja na mwamba wa kuitwa Silas tayari wameshafanya kitu hapa. Na mjamaa anasema ya kwamba kitu ambacho kimepotea hapa ni kinyago na wala sio kitu kingine. Sasa kisha tunatupa mwaka 1924 kule awali. Tunaona wale wachumba wawili wakiwa wanakimbia hapa, lakini huyu bidada alikimbia, mwisho siku akabidi kwanza kumwambia mshikaji wake ya kwamba amechoka kabisa na hawezi kabisa kuweza kukimbia tena. Sasa huyu mwamba akamgeukia bidada na kisha akamuita jina lake. Hasa tunabidi tuweze tukimbie ili kusudi kuweza kuokoa nafsi zetu. Sasa bidada akamwambia mwamba ya kwamba hajali tena kuhusu maisha yake, kwani wameshachukua kila kitu, wameshaua kila kitu, na hata ile max ambayo ni Adamu nao pia wameshaichukua. Mwamba akabidi kuweza kumwambia bidada ya kuitwa Asa ya kwamba wanapaswa kuweza kupambana, wanabidi kuweza kupambana kuokoa maisha yao, kwani uko mikononi mwao. Sasa huu mwamba jina lake anaitwa Itile, akabidi kuweza kumjiukia bidada na kumwambia ya kwamba wewe unanipenda kweli mimi Asa? Asa akabidi kuweza kumjibu na kumwambia ya kwamba nakupenda sana Itile. Sasa huu mwamba wa kuitwa Itile akabidi kuweza kumwambia bidada wa kuitwa Asa ya kwamba ikiwa miungu inatoa adhabu, hivyo basi yeye anapaswa kuweza kuwajibika wa kwanza kuliko bidada wa kuitwa Asa. Sasa huu mwamba akabidi kuweza kumwambia bidada wa kuitwa Asa ya kwamba mimi ahadi yangu ni kwamba nitakuwa na wewe na nitakulinda kwa muda wote, lakini kama tutaendelea kuweza kukimbia hivi hatutaweza kuwa salama wote. Na kisha mwamba akabidi kuweza kumwambia ya kwamba wanapaswa kuweza kukimbia kila mmoja na kuelekea njia yake, na kisha akabidi kuweza kumwambia ya kwamba yote haya ni katika kuhakikisha ya kwamba unabaki ukiwa salama, hata mimi pia nabaki nikiwa salama. Sasa huyu dada akakimbia njia yake na kisha akakimbia sana umbali mrefu. Sasa tunarejeshwa mwaka 2024 na tunarejeshwa moja kwa moja mpaka kwenye lile jumba la kumbukumbu. Basi wanafunzi wanabidi kuweza kulalamika katika hii hapa mitaa, na kisha Barnaba pamoja na Silasi ndio ambao wanaongoza malalamiko haya, na kisha wakabidi kuanza kusema ya kwamba ndio maana sisi hatukutaka kabisa kuweza kuja hapa, kwani tunakuja na mnatusingizia huu hapa wizi. Sasa huyu mwalimu akabidi kuweza kuingilia kati, na hapa ndipo ambapo akabidi kuweza kumwambia huyu hapa mwamba ya kwamba samahani mheshimiwa, inawezekana nikawa naingilia uchunguzi wako na nikawa naingilia madaraka yako, lakini na imani ya kwamba wanafunzi wangu hawajafanya kabisa hivi, lakini kwa hicho unachokifanya ni wazi ya kwamba umeamua kututusi sisi na kutusi kabisa hii hapa shule yetu. Na mwalimu akabidi kuweza kumwambia ya kwamba na nadhani hata mwenyewe unafahamu ya kwamba hii shule ni ya kitajiri, wanafunzi wote hawa wametoka katika familia nzuri, eti hawawezi kabisa kuweza kuingia tamaa na hivyo vinyago vyenu ambavyo nyinyi mnavisema hapa. Sasa huyu mwamba mkuu wa makumbusho haya akabidi kuweza kumwambia mwalimu kwamba hana nia ya kuweza kuwatusi wanafunzi wake, lakini alichomaanisha ya kwamba kuna kifaa kimepotea na yeye ni lake ni moja tu, ni kutaka kifaa hicho kiweze kurudi. Na kisha akasema ya kwamba endapo atakikosa kabisa hichi kinyago, basi kila mtu ataweza kubaki hapa mpaka pale kinyago kitakapopatikana. Wanafunzi wote wakabidi kuweza kuanza kuguna hapa na kusema ya kwamba sisi hatujafanya chochote, kwa nini mweze kutubakisha katika mitaa hii? Na kisha mwamba akabidi kuweza kukazia na kusema ya kwamba anasema hivyo kwa sababu anaamini ya kwamba kila kitu ambacho kiko hapa kimeandikwa na kimekaliliwa, hivyo basi ana kumbukumbu ya wazi ya kwamba kinyago hichi kilikuwepo kabla ya wao kuweza kufika, lakini mara baada ya watu wao kuweza kufika kinyago hichi kiliweza kupotea. Na kisha huyu jamaa akasema ya kwamba kuanzia sasa wanafunzi wote hawatakiwi kuweza kutoka hapa. Sasa wanafunzi wakaanza kubisha na kusema ya kwamba wao sio wezi kabisa, lakini huyu mshikaji akasema ya kwamba kimya, hataki kabisa kuweza kubishana na wanafunzi. Mwisho wa siku mwalimu naye pia akabidi kuweza kuwatuliza wanafunzi na kisha akamjokia mwamba hapa, na kisha akabidi kuweza kumwambia ya kwamba sisi ni chuo chenye heshima pamoja na chuo ambacho kina taswira nzuri katika jamii, hivi basi hatuwezi kuweza kufanya hicho ambacho nyinyi mnakisema tumekifanya. Na kisha jamaa anasema ya kwamba hatavumilia kuweza kusikia kwamba yeye pamoja na wanafunzi wake ndio ambao wameweza kumuibia hicho kinyago ambacho mwamba anakisema kimeibiwa. Sasa huyu mwamba akasema ya kwamba hakikisha ya kwamba hicho kinyago kinapatikana. Sasa muda si mrefu tunaona gari ikiwa inaingia hapa, na hii gari ikiwa imebeba maaskari. Sasa wanafunzi hapa wanagundua ya kwamba huyu mwamba yuko serious na hicho ambacho anakisema, vilio tu hapa.
kuelewa. Sasa huyu mwalimu kama kawaida yeye yupo upande wa wanafunzi, na kwa wakati huo alikuwa akiwatetea sana wanafunzi wake kwamba hawajafanya chochote juu ya hichi ambacho wanasingiziwa hapa. Mwamba akaika msumari na kusema ya kwamba nimeshasema mpaka pale kinyago kitakapopatikana ndipo ambapo tutazungumza lugha moja, na kisha akasema ya kwamba hakuna atakayeondoka katika maeneo haya. Kisha akawaruhusu mapolisi waanze kufanya msako juu ya hicho kinyago kilichopotea. Sasa huyu mwalimu akabidi kuweza kuwafuata maaskari, na kisha akawaambia ya kwamba wanapaswa kuweza kwenda taratibu, kwani hawa ni watoto, hivyo basi wasiweze kufanya kitu chochote kinachosababisha kuweza kuwazuru. Huyu mkuu hapa akabidi kuweza kumwambia mwalimu ya kwamba wacha nikupe onyo mwalimu, usije ukaingilia kitu chochote ambacho ninakifanya kwenye utawala wangu, kaa kimya. Na kisha akamwambia ya kwamba endapo ataendelea kuwatetea wanafunzi, moja kwa moja tamshuku yeye ndio wa kwanza kuweza kuchukua hicho kinyago. Mwalimu mara baada ya kuweza kusikia hivi, wewe akabidi kuweza kutulia tu hapa. Basi bwana, mapolisi ndo kama hivyo akabidi kuweza kuruhusiwa kuweza kuendelea na msako. Silas pamoja na Barnaba wanaendelea kujitetea na kusema ya kwamba wao sio wezi. Sasa wakapiga msako wa mapolisi hawa, lakini vitu hivi wakavikosa. Mwamba ambaye ni mkuu wa kituo akabidi kuweza kuwauliza maaskari ya kwamba wameridhika na kile ambacho wamekifanya. Sasa hao mapolisi wakasema ya kwamba bado hawajaridhika. Basi Mwamba ndipo ambapo akabidi kuweza kutoa kauli ya kwamba mpaka kinyago kitakapopatikana ndipo ambapo mtaruhusiwa kuweza kutoka. Silas na Barnaba muda huu wakawa wanalalamika tu hapa, na wakawa wanasema ya kwamba wanahitaji kuweza kwenda zao nyumbani. Miss Brown akapanda moja kwa moja mpaka hapa juu, na kisha akaendelea kuasisitiza wanafunzi kama kuna mtu yoyote ambaye amechukua hicho kinyago arudishe, wasije kulala katika hili jumba la makumbusho hapa. Sasa Silas na Barnaba wanatumia mpaka vifungu vya Biblia hapa kuweza kujitetea na kusema ya kwamba wao sio wezi kabisa, yani sio wao tu, yani hata kwenye shule yao wao hakuna kabisa mtu ambaye anaweza kufanya tabia ya wizi. Wakasema ya kwamba tunawezaje kuweza kuiba kitu ambacho hakina thamani yoyote ile. Sasa Miss Brown mara baada ya kuweza kusikia kauli hiyo kutoka kwa hao watu akaogeukia na kuambia kwamba mnaongea nini nyinyi? Mnajua nini kuhusu kile kinyago? Na laiti mngekuwa mnajua ya kwamba kitu ambacho kimepotea kina zaidi ya dola za Kimarekani milioni 1, msingekuwa mnazungumza kipuuzi namna hiyo. Na kisha akamwambia kwamba na hicho ni kiasi cha makadirio tu na wala sio bei yake ambayo nimeitaja hapo. Sasa watu wao wakaanza kuangaliana, na ukweli ni kwamba hii pesa ukipigia mahesabu kwa hela ya Kitanzania ni zaidi ya bilioni 2.5 hivi. Sasa kumbe watu hawa waliuliza hivi kwa maksudi ili kusudi kuweza kujua ya kwamba wameiba kifaa chenye thamani ya kiasi gani. Miss Brown akamwambia kwamba nadhani kila mtu ameshajua bei ya hichi kinyago ambacho kimepotea hapa. Na kisha Miss Brown akamwambia kwamba karibuni kwenye nyumba yenu mpya, mtaishi hapa mpaka pale kinyago kitakapopatikana. Sasa mara baada ya kuweza kusikia hivyo wakaanza kulalamikiana tu wenyewe hapa. Silas na Barnaba muda huu wanageukiana hapa wakiwa wanazungumza tu kwa siri. Kisha wakaogeukia moja kwa moja walinzi pamoja na watu waliokuwa hapa na kuambia kwamba tumechoka kabisa kuweza kukaa hapa, tunaombeni mturuhusu tuondoke nyumbani. Sasa muda kidogo mbele Barnaba na Silas wakabidi kuweza kwenda moja kwa moja mpaka kwenye hichi hapa chumba. Kisha wakabidi kuweza kuweka mizigo yao hapa na kufungua katika mazingira haya hapa, wakatoa kitambaa cheupe wakakifungua na kufungua mfuko. Kumbe bwana waliiba kinyago kweli watu hao wawili. Basi bwana wakacheka sana na kufurahi wakiamini ya kwamba utajiri wameupata. Mwisho wa siku tunakumbushwa namna ambavyo watu hao waliweza kukipata hichi hapa kinyago. Sasa tunakuja huku kuona namna ambavyo Barnaba pamoja na Silas waliweza kukipata hichi hapa kinyago. Kumbe hapa alianza Mwamba kuitwa Silas, na kisha akamwambia ya kwamba kitu pekee hapa cha kuweza kukiiba ni hichi hapa kinyago. Na kisha Mwamba kuitwa Barnaba akabidi kuweza kumwambia ya kwamba hatuwezi kuiba hapa, wewe mwenyewe unaona CCTV kamera ziko mitaa hii hapa. Lakini huyu Mwamba kuitwa Silas akabidi kuweza kumwambia ya kwamba ninacho kifaa cha kuweza kuzuia CCTV kamera hapa. Na kisha akabidi kuweza kumwambia ya kwamba ikiwa atatumia kifaa hicho hakiwezi kabisa kuweza kuchukua tukio la namna yoyote ile. Sasa Barnaba akabidi kuweza kumuuliza Silas ya kwamba ana kifaa gani ambacho kinaweza kikazuia CCTV kamera isiweze kuwaona, na kisha akawa hana imani juu ya hicho kitu kama kitaweza kuwasaidia. Basi bwana akabidi kuweza kumwambia ya kwamba hicho kitu kitakuwa kikopoa sana wala asiwaze. Sasa huu ulikuwa ni wakati ambapo watu wote walikuwa wakishangaa yule samaki wa maajabu ama samaki wa kichawi. Silas akawasha moja kwa moja kile kifaa, huku Barnaba akakata kile kinyago na kukichukua na kukiweka moja kwa moja kwenye begi, na kisha wakajiweka sawa na kuanza kuzuga kama wanazungumza. Sasa tunarejea huku wakiwa wana furaha ya kuweza kukipata hichi kinyago hapa. Sasa Barnaba akawa anashangilia na kumwambia Silas ya kwamba wamefanikiwa bwana. Sasa watu wao wakaanza kukumbushana mpaka na hela ambayo ilitajwa pale ikiwa ni bei ya hichi hapa kinyago. Wakaanza kupangiana namna ambavyo watakiuza hichi hapa kinyago, na kisha watakavyozipata hizo pesa mipango yao itakuwaje. Mchizi yeye anasema ya kwamba atanunua gari la kifahari ile mbaya. Mwamba kuitwa Barnaba naye pia akasema ya kwamba yeye atanunua ndege binafsi, na kisha kabidi kuweza kumwambia ya kwamba tutatumia hiyo gari yako na moja kwa moja itanipeleka airport na kupanda ndege yangu. Sasa huyu jamaa akabidi kuweza kumwambia ya kwamba sasa hata kama mimi nimekuleta airport, lakini unabidi kuweza kunipakiza hata lift na mimi niende zangu Marekani. Mchizi akabidi kuweza kumwambia ya kwamba usijali, lift nitakupatia tu wala usiwaze, wewe si mwanangu bwana. Sasa kosa ni kwamba Mwamba kuitwa Barnaba alikivaa kile kinyago. Sasa tukumbuke kwamba Mwamba kuitwa Barnaba
aliweza kukivaa hichi kinyago, lakini kikaanza kutoa maajabu fulani. Wakati anakivaa, tukumbuke kwamba hichi kinyago kiliweza kutolewa laana ya miaka iliyopita ya mwaka 1924 huko na yule mwenyekiti wa kijiji, ambapo alikuja kuvamiwa na wale wahalifu. Mwamba kuitwa Silas akabidi kuweza kumshtua mwamba kuitwa Barnaba. Barnaba, nini unafanya? Lakini pia itakuwaje dhidi ya watu wote ambao walikuwepo hapa wamekuja kufanya trip kwenye hii hapa jumba la makumbusho? Vipi kuhusu mwamba wa kuitwa Silas? Sasa drop comment yako hapa chini. Vipi, tulete sehemu ya pili au la tuachane nayo? Na hundo na kwa mwisho huo hapa mzigo wa kuitwa School Trip. Mimi naitwa Kipaso Njiyala, bila kusahau ku comment pamoja na kusubscribe. Oi.